Habari za wakati huu mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia jioni ya leo ya Januari 5, 2026. Uko na Mipenda Gorton ambaye anakurusha matangazo haya kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Mtumishi wa Wizara ya Maji Rochi Mkolekuwa mwenye umri wa miaka 39 na mke wake Mariam Msigwa mwenye umri wa miaka 34 na mtoto wao Rochi Shabani mwenye umri wa miaka 4 wote wamefariki dunia baada ya nyumba yao kuteketea kwa moto mtaa wa Nyarusuya, manispaa ya Musoma mkoani Mara. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara, Agustino Magere, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, akisema chanzo cha moto huo bado hakijajulikana na uchunguzi tayari umeanza. Kamanda Magere amesema walipata taarifa ya tukio hilo majira ya saa 10 usiku kwa kuamkia leo Jumatatu Januari 5, 2026. Walikuta waliokuwa wakiishi wameteketea kwa moto na watu wao wakiwa ndani. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kulinda tunu ya amani na mshikamano wa taifa, huku akiwahimiza Watanzania kuongeza maombi ili changamoto zilizojitokeza mwaka 2025 zisijirudie tena. Daktari Kikwete ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa jengo la ofisi ya uhamiaji na makazi ya askari lililopo wilaya ya Micheweni mkoa wa Kaskazini Pemba, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Tunamshukuru Rais Samia kwa kuweza kusimamia ipasavyo tunu hizi za amani na umoja nchini. Amani ni nguzo yetu muhimu kama ilivyo kwa nchi nyingine yoyote duniani. Ili tuweze kuendelea kusonga mbele katika nyanja zote za maisha ya nchi na binadamu na raia wake, hatuna budi kuendelea kudumisha amani. Hali kadhalika, umoja ndio nguvu ya kutuwezesha kuyafanya yale tunayoyakusudia. Umoja wetu ndio mafanikio yetu na umoja wetu ndio ushindi wetu. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeumaliza mwaka wa 2025 kwa utulivu na amani, na watu wamesherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka kwa salama. Na sasa tunapoanza mwaka mpya, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie changamoto za 2025 zisijirudie tena. Amani na usalama viendelee kutamalaki nchini ili mipango yote inayopangwa kwa mwaka huu na miaka ijayo iweze kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Pia naomba kazi za mikono ya kila mmoja wetu katika shughuli zake azibariki Mwenyezi Mungu ziweze kupata mafanikio. Wananchi wenzangu, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru na kuwapongeza viongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi wakiongozwa na waziri mahiri Mheshimiwa George Simba Chawene. Kwanza Mheshimiwa Waziri, na kupongeza kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Rais Samia kushikia nafasi ya juu ya uongozi wa wizara yetu hiyo. Pili, na kupongeza kwa kazi nzuri unayoendelea kufanya katika kusimamia na kuhakikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara, idara na taasisi mbalimbali zilizoko chini ya wizara hiyo. Serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuhakikisha watumishi wa umma wanaishi katika makazi bora. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Omari ametaka mamlaka ya mapato kutoa elimu ya mlipa kodi ili wafanyabiashara kuendelea kulipa kodi kwa maendeleo endelevu ya ukuzaji wa Tanzania ya viwanda. Akifungua mkutano wa tathmini ya utendaji kazi wa mamlaka ya mapato Tanzania katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa hapa jijini Arusha AICC, amesema kwa kipindi cha miezi 6 mkutano huo umekutanisha tena watendaji wa mamlaka za kikodi kutoka nchi nzima. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Omari amewasihi kuwa ni vikao endelevu kila mwaka vitakavyochochea ufanisi na ukuzaji wa utendaji kazi. Aidha, ametoa pongezi kwa mamlaka hiyo kwa kukusanya mapato takriban 100% yaliyokuwa yamepangiwa kwa mwaka 2025 na kusimamia ukuaji wa sekta binafsi. Wakodi wanaona kama ni mbinu ya kuextort tu, kutoa zaidi ambacho tunapaswa kukusanya kisheria. Kwa hiyo nako nadhani sio taswira nzuri kwa mamlaka. Tujitahidi wataalamu
Tunapotoa makadirio yetu yenyewe tunayaamini na hayataleta taswira mbaya kwa taasisi yetu ya mamlaka ya mapato. Tunapotaka wenzetu watii, lazima wao wanajua nini wanapaswa wafanye na madhumuni yake hasa ni nini. Kwa hiyo elimu kwa walipa kodi endelee kutoa, huduma kwa walipa kodi endelee kuimarishwa, mkabala wetu approach na kwa walipa kodi uendelee kuwa wa kirafiki. Kwa upande wake, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Bwana Yusuf Mwenda hapa anaeleza dhima kubwa ya watumishi ni kuangalia kwa muda wa miezi 6 utendaji kazi wao, ambapo kwa kipindi cha miezi 6 wamekusanya trilioni 18 ambazo zimelipwa kwa hiari kutoka kwa wafanyabiashara wakubwa, wadogo na wakati. Tunapongeza serikali, Mheshimiwa Waziri, tufikishie salamu zetu kwa uwekezaji ambao wamefanya na commitment nyingine ambayo wanaendelea kuifanya kwetu. Lakini tutaendelea kuhamasisha usawa wa ulipa kodi, kwa maana kila mmoja lazima achangie anachostahili cha tathmini. Na tunafanya mambo matatu. Tunaangalia kwa muda wa miezi 6 kitu gani kilienda vizuri kama tulivyopanga. Tunaangalia kwa miezi 6 mambo gani hayakwenda vizuri kama tulivyopanga. Lakini tunaangalia sasa kwa miezi 6 ijayo tufanye nini ili kufanya zaidi ya tulichofanya katika miezi 6 iliyopita. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Daktari Bashiru amewaagiza wasimamizi wa mradi wa soko la kimataifa la dagaa maarufu kama Chato Beach kuhakikisha vizimba vya soko hilo vinatolewa kwa walengwa waliokusudiwa wakati wa uanzishwaji wa mradi huo. Balozi Daktari Bashiru ametoa maagizo hayo mara baada ya kukagua hatua za ujenzi wa miradi huo na kuelekeza kuwa uanze kutumika mara tu utakapokabidhiwa rasmi na mkandarasi ifikapo Februari 28, 2026. Miradi iliyokamilika kama haijaanza kutumika ifunguliwe ianze kutumika. Kwa hiyo kwa maelekezo hayo hakutakuwa na 28 nyingine. Hii ni 28 ya mwisho kwa upande wa mkandarasi. Nimewapa muda mfupi, tarehe 13 mwezi huu, waniletee utaratibu, uchambuzi wa kumpata muendeshaji, lakini pia wa kuupata mtambo, na pia nijue mtambo huo utakuwa na ubora wa kiasi gani na lini unafungwa. Na nimesema kwa mkandarasi, kamilisha na sisi tufunge mtambo. Bora mtambo ukamilike ukaosha dagaa, mengine yasubiri. Taarifa za wataalamu zinatueleza kwamba 30% ya dagaa wanaovunwa wanaharibika kwa sababu hatuna teknolojia ya ukaushaji. Na pia tukikausha kwa teknolojia duni, ubora wa dagaa zetu hauwi mzuri. Kwa hiyo tunataka wavuvi wa dagaa, wafanyabiashara wa dagaa wawe na teknolojia ya kisasa ili kunusuru upotevu wa mazao wanayozalisha. Mwisho ni usimamizi wa soko hili. Lazima kuwepo na uwazi kuhusu usimamizi wa soko hili, kuhusu ugawaji wa vizimba vilivyoko hapa. Yawezekana mahitaji yakawa makubwa kuliko nafasi zilizopo, lakini tunataka mfumo ukitumika ukiwa wa wazi na wa haki, hata atakayekosa aweze kusema nimekosa kwa sababu ya upungufu, lakini hakukuwepo na mizengwe. Kama kulikuwa na orodha mmeanza kugawana huko chini ya uvungu wa meza, simamisha huo mpango, msithubutu. Jeshi la polisi nchini limewatia mbaroni madereva 6 huku baadhi yao wakifutiwa leseni kabla ya kufikishwa mahakamani baada ya kubainika na makosa mbalimbali ikiwemo uendeshaji bila kuwa na leseni, mwendo kasi na uendeshaji usiozingatia sheria za usalama barabarani katika kipindi cha siku 3 zilizopita. Niseme tu kwamba kwa jana na leo madereva kadhaa wako kwenye vituo vya polisi wakiwa na makosa mbalimbali ya kuenda mwendo kasi, ya kuendesha hovyo na makosa kama hayo. Na ni madereva nimesema wa pande zote mbili, wanaoendesha mizigo
maroli na wale wanaoendesha mabasi. Jeshi la polisi tutaendelea kuchukua hatua kali kwa madereva wa namna hiyo, na nawaomba tusije tukaanza kuoneana muhari, tusije tukaanza kuoneana kuangaliana katika jicho tofauti. Yaani muone kabisa kwamba pindi utakapofanya hilo kosa, hatua kali zikichukuliwa, hiyo ni haki yako. Jeshi la polisi tuko kila mahali. Usifikiri ukiona uoni jeshi la polisi barabarani na nguo zetu hizi, usifikiri kwamba ndo hatupo. Tutakuwa na watu ambao tutawaweka askari wetu katika maeneo fulani ambao watakuwa wanatupa taarifa za makosa yanayofanya. Lakini kwenye milima, kwenye madaraja, mistari inapokataza, vibao vinakukataza, huna sababu ya kuovertake. Wanakuambia chelewa ufike, kuliko ukataka kuwahi alafu hutafika. Na sisi Tanga tunasema kwamba usipo overtake wewe dereva, hatuna ajali. Na nyinyi ni mashahidi. Japokuwa mlilalamika sana, lakini hatuna sababu ya kuona kwamba roho za wananchi za Watanzania zinaendelea kuteketea kwa ajili ya madereva ku overtake ovyo. Wizara zipo ambazo zinajulikana, TANROADS, washauriwe angalau hii miundombinu iboreshwe, itanuliwe. Magari ni mengi jamani, uongo tutie kazi. Lakini tatizo kubwa liko kwa madereva wa magari madogo. Kwa kweli wanafika mahali wakati mwingine wana overtake sehemu ambazo si sahihi. Wanawachanganya madereva wetu ambao wanatusafirisha sisi abiria. Lakini pia kuna changamoto kubwa. Kipande cha Tanga mpaka Segera barabara ni nyembamba mno. Kwa hiyo barabara hii kuna jamu ya malori, magari ya abiria, magari madogo. Watumishi wawili wa halmashauri ya wilaya ya Mkalama mkoani Singida, afisa mtumishi na mhandisi wa halmashauri hiyo wameelekezwa kusimamishwa kazi ili kupisha uchunguzi wa tuhuma za matumizi mabaya ya ofisi na ubadhirifu wa fedha za miradi ya maendeleo. Agizo hilo limetolewa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI anayeshughulikia elimu Ruben Kwagilwa kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua miradi ya elimu na barabara wilayani humo. Engineer, kwa nini majengo haya yote ambayo nimeyatembelea hapa tayari mlishapiga mpaka sakafu? BOQ ya shule hii ulielewa vizuri mhandisi? Maelekezo ya michoro ulielewa vizuri? Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hatujaanza kutekeleza miradi huwa tunakaa wahandisi wote tunapitia. Mlikaa mkaelewa mchoro? Ndio, tulikaa tukaelewa mchoro. Nani aliyechagua michoro hii hapa kwenye timu yenu? Maana kule huwa tunatoa michoro ya kulingana kwanza na eneo lilipo. Kama eneo linaathiriwa na mambo ya matetemeko, kuna michoro yake. Kama eneo liko safe, halina mambo ya mitetemeko ya ardhi, kuna michoro yake. Hapa mmeweka michoro ya aina gani katika hiyo miradi? Tuweka michoro ambayo haina matetemeko. Huo ukuta una thickness kiasi gani? Kuta za nje zinazobeba jengo 150 mm. Mita 150. BOQ inataka ziweje? 230. Kwa nini mmeweka 150 badala ya 230? Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba nieleze kidogo historia alafu. Mimi nataka tu nijibu. Ndio, kwamba yaani ukuta thickness yake ilitakiwa iwe ngapi? Kwa kuta ya nje ilikotakiwa ya nje 230. Hiyo mlojenga ni 230? Tumejenga 150 lakini tukaintroduce na biu nyingine katikati ya ukuta. BOQ inasema kuna kuintroduce hicho kitu. Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hatujaanza kuimplement miradi huwa tunapitia upya BOQ ambayo imeandaliwa ikiendana pamoja na michoro ili tuangalie budget kama mradi ambao fedha imekuja inakamilisha mradi, na kama kuna changamoto ya ukamilishaji wa miradi huwa tunaandika namna ya kuboresha baadhi ya specification. Unamwandikia nani? Tushaye kuandika tukapeleka mkoani. Wali approve? Walisema tekeleza bila kuathiri ubora wa jengo. Tekeleza bila kuathiri ubora wa jengo. Kwa ukuta thickness 250, wewe umejenga 230, wewe umeweka 150. Mbao ulizotumia kwenye kenchi hivi ndio BOQ inavyoelekeza? Kuna papi 2x3, draft 2x2, kuna raft ambayo ni 2x4.
BOQ nasema BOQ itoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI nasoma 2/6. Wewe umefanyaje hapa? Ndio nilisema Mheshimiwa Naibu Waziri baada ya wewe nieleze umefanya kama BOQ inavyosema? Hapana, nilibadilisha specification. Sasa jengo kama hili limejengwa halijafuata BOQ inavyotaka, kuta za nje hazijazingatia inavyotaka, kenchi hazijazingatia inavyotaka, floor imepigwa bila kuwekwa mawe. Hii jambo halikubariki. Mheshimiwa Rais ameleta hela hapa, mnataka kuzitumia vibaya, alafu mkikamatana eti unaanza kutindua naweka kwa hela zako. Una hela gani za kuweka mawe kwenye shule yetu ya serikali? Kwa niaba ya Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe, ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI kumsimamisha kazi mhandisi kuanzia sasa, wakati akikamilisha taratibu za kiuchunguzi ambazo nina taarifa na ninafahamu kwamba timu ilishakuja hapa. Hatua ambazo zimefikiwa kwenye shauri hilo, Katibu Mkuu ninamwelekeza kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri azikamilishe na mhandisi huyu achukuliwe hatua za kinidhamu, na kama kuna fedha yoyote itabainika imetumika ndivyo sivyo, pamoja na hatua hizo za kinidhamu, akiwa amesimama kazi, fedha hizo arudishe. Wote waliohusika warudishe fedha hizo. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kitendo cha walimu na wanafunzi kutumia choo kimoja shuleni ni uzembe wa wazi, akisisitiza kuwa hakuna halmashauri nchini inayoshindwa kujenga miundombinu ya vyoo kwa viwango vinavyotakiwa. Profesa Mkenda amesema hayo jijini Dodoma wakati wa hafla ya uzinduzi wa ugawaji wa magari pamoja na vifaa vya kidijitali vya kielimu na saidizi kwa walimu, wakufunzi na walimu tarajali wenye ulemavu nchini. Shule yenye changamoto ya choo. Choo kimoja kinatumiwa na wanafunzi na walimu. Kukiwa na shule kama hiyo, manake ni mkurugenzi na madiwani wanagawa fedha katika maeneo mengine, wanazembea kwenye kitu muhimu sana kwa kuona sio kipaumbele. Nchi hii haijafika huko. Ni uzembe. Ni uzembe. Hakuna halmashauri inayoshindwa kutengeneza choo na vyoo vya kutosha kwa wanafunzi. Hakuna. Labda kama kipato chake ni sifuri. Lakini kama kuna magari, kuna mafuta, kuna posho, ukiona changamoto kama ile ni kwamba kuna uzembe. Na mimi nasema uzembe huo ni sisi huku chini kwenye halmashauri. Lakini uzembe huo utakuwa unatokana na wadhibiti ubora kutokufanya kazi ya ziada. Kwenda kwa mkurugenzi, kwenda kumueleza changamoto. Ukishindwa, nenda kwa mkuu wa wilaya, peleka taarifa, kuna changamoto hii. Wakati huo ripoti ije wizarani, na sisi tutafuatilia kwa wenzetu TAMISEMI. Nadhani mwaka huu tuanze kwa kasi hiyo kubwa zaidi. Wadhibiti ubora, hata kama magari ni haya hawezi kufika kila mahali, anzisheni WhatsApp group na walimu wakuu wa shule. Teknolojia imetufikisha hapo. Kila mara mwalimu mkuu akupe changamoto nyingine. Hizo wanazozifahamu. Zile ambazo hazivumiliki kama hizo, toeni taarifa mapema. Naamini wakurugenzi wakiona watafanyia kazi, budget wataweka fedha. Ikishindikana, mkuu wa wilaya pale mwakilishi wa rais atalifuatilia. Kwa hiyo tuseme changamoto kama hizo zifanyiwe kazi, wananchi waone. Badala ya kulalamika kwamba kwa nini huyu amerusha klipu hii kwenye mtandao, jiulize sisi tulikuwa wapi mpaka hiki katokea? Na zile changamoto zinazoelezeka tutazitolea maelezo. Na unafahamu Simbeye kuna ndugu zetu wahamaji wanahamia mahali hawajakata miezi minne, wanajenga shule ya makuti haraka haraka. Sasa clip kama ile ikija na wewe ulinionyesha, tunajua hii tena ni mwaka juzi. Hawa ni wahamiaji, wachungaji wanasogea mahali mbalimbali, wamejenga haraka haraka. Jambo zuri kwamba anafahamu umuhimu wa elimu. Lakini wamehamia makazi mapya kabla hata tujajipanga kupeleka miundombinu.
ili tuwaeleze Watanzania, kwa sababu tunawajibika kwa wananchi wetu. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limesema linamtafuta mwanaume aitwaye Hela Kumi Kacheri kwa tuhuma za mauaji ya mkewe yaliyotokea Januari 4, 2026 katika kitongoji cha Tindegala, kata ya Singisa, wilaya ya Morogoro. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, SACP Alex Mkama, tukio hilo lilitokea wakati marehemu akiwa shambani na mtumiwa inadaiwa kuwa Hela Kumi alimshambulia marehemu kwa kutumia silaha kali sehemu mbalimbali za mwili wake, akimtuhumu kuendekeza mahusiano ya karibu na mzazi mwenzake wa awali. Baada ya tukio hilo, mtuhumiwa alitoroka na jeshi la polisi linaendelea kumsaka. Pia polisi wanachunguza matukio mawili ya vifo vilivyotokea katika wilaya ya Kilombero na wilaya ya Mvomero. Tukio la kwanza lililotokea katika kitongoji cha Isago, kata ya Mgeta, wilaya ya Morogoro, ambapo mkulima Jesse Melumba mwenye umri wa miaka 49 alifariki dunia akidhaniwa kuwa alikunywa sumu kwa bahati mbaya akiwa shambani. Uchunguzi wa awali umebaini uwepo wa mabaki ya dawa za kilimo aina ya Banafos. Tukio jingine liliripotia Januari 3, 2026 katika kijiji cha kata ya Doma, wilaya ya Kilosa, ambapo mkazi Ali Charles mwenye umri wa miaka 38 alifariki dunia baada ya kukanyagwa na tembo wakati akilinda miche ya nyanya na zao la pilipili. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limetoa wito kwa wananchi wote wenye taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa Hela Kumi Kachere kujitokeza na kutoa ushirikiano kwa mamlaka ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya mtuhumiwa. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa ya habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kuchagua na kutazama SQF News jioni ya leo ya Januari 5, 2026, na izidi kukukumbusha huduma mbalimbali zinazopatikana ndani ya SQF, ikiwemo huduma ya ambulance. Kupitia namba hizo unazoziona, unaweza kupiga namba hizo bure kabisa tukakufanyia huduma hiyo popote pale ambapo utakuwepo. Lakini pia tarehe 12 mpaka tarehe 16 tutakuwa na kambi ya upasuaji wa midomo wazi ambayo itafanyika bure kabisa pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Sasa ukisikia taarifa hii, usiwe mchoyo, mjuze na rafiki yako, ndugu yako karibu, ampeleke mtoto wake, ama hata kama ni mtu mzima afike pale akapatiwa matibabu hayo ambayo yanatolewa bure kabisa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa habari hizi jioni ya leo, nilikuwa na Mipendo Gorton, nikutakie jioni iliyokuwa njema na bye kwa sasa.